Nguvu ya umma. Sasa si umma si watu. Si ndio eh? Na watu kwa Kiingereza si people. Si ndio? Na nguvu si power. Si ndio? Kwa hiyo nikisema tunajivunia nini, tunasema nguvu ya umma. Tunajivunia nini? Tunajivunia nini? Shukrani. Sasa nashukuru. Miaka michache iliyopita, siku moja nilikuja Ndanda. Nikazungumza pale Ndanda kuhusu ambacho nilikiita nguvu ya kusini. Kwamba nyinyi watu wa kusini, Lindi, Mtwara, Ruvuma, mna nguvu kubwa sana katika taifa letu. Nguvu ya kusini. Ukitaka kuijua nguvu ya kusini, inabidi urudi nyuma sana kwenye historia ya Afrika na Tanganyika na Tanzania. Nyinyi watu wa kusini, baadhi ni zao la nguvu ya kisiasa Afrika iliyokuwa kwa Zulu Natali zamani sana, Afrika Kusini, wakati wa Shaka Zulu. Wakapigana vita kule, wengine wakatoka vitani wakaanza kupanda juu. Wengine wamefika mpaka Tanzania kusini. Ndio mababu zenu wa asili. Na wengine wakatoka kutoka Afrika ya Kati wakati huo. Wakati wa mpiganaji mwingine mwanamke alikuwa anaitwa Queen Zinga kule Afrika ya Kati zamani, wakashuka wakaja kusini, wakachanganyika katika makabila mbalimbali kusini, yale ya kutoka Afrika Kusini, ya kutoka Afrika ya Kati na kwinginepo, yakazaliwa makabila mbalimbali ya hapa kusini. Kwa asili nyinyi ni watu wa historia ya mapambano. Ndio maana wakati wa Mjerumani kusini, mlipochoshwa na udhalimu wa serikali ya kikoloni ya Ujerumani, vita ya Majimaji mwaka 1905 ikaanzia kusini Kilwa, ikatoka ikasambaa kusini yote, na Chingwea, Masasi, kwenda Ndanda kote mpaka Songea, Ruvuma, ikapanda ikaenda mpaka Morogoro, ikafika mpaka Pwani, mpaka Dar es Salaam, lakini ilianzia kusini. Nguvu ya kusini. Mkoloni Mjerumani alilazimika wakati huo, alipigwa vibaya sana, akalazimika kuita vikosi kutoka nchi nyingine jirani vya Ujerumani kuja kusaidia. Ikatumika nguvu kubwa sana na umwagaji mkubwa sana wa damu kwa sababu ya nguvu ya kusini. Lakini nguvu yenu haiko tu kwenye masuala ya vita, iko kwenye wingi wa rasilimali, kuanzia bahari, ardhi yenye rutuba ambayo mnalima korosho, ufuta, mbaazi na mazao mengine yenye biashara kubwa sana kwenye soko la kimataifa, mkitajirisha watu wengi nje ya kusini, ndani ya Tanzania na duniani, sababu ya nguvu ya kusini. Mna utajiri mkubwa sana wa gesi. Mimi wakati nikiwa mbunge mara ya kwanza, nilikuwa mbunge wa Ubungo, wakati huo nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Kwa kule bungeni, kwa niaba ya upinzani, nilikuwa naandika sana mambo yanayohusu madini, nishati. Kwa hiyo nikashughulika sana wakati ule na mambo ya gesi. Bomba la kwanza la gesi Tanzania lilitoka kusini, Lindi. Gesi kitokea kisiwa cha Songosongo ikapelekwa Dar es Salaam, Songas na mitambo mingine kule ya umeme na viwanda. Nguvu ya gesi inatokea kusini, lakini uchumi wa kusini uko chini. Nguvu inatumika kwingine, nyinyi masikini.
baada ya kunyonywa sana kwenye gesi ya Songosongo toka mwaka 2004, kwa sababu nyinyi mna utajiri mkubwa wa gesi. Gesi nyingine ya nchi kavu, bahari kuu, ikatakiwa kutoka kwenye nguvu ya kusini Mtwara kwenda Dar es Salaam. Likajengwa bomba lingine maarufu kama bomba la gesi ya Mchina. Nguvu ya kusini ya gesi ikaanza kuondolewa tena. Wakati ule mkagomea, kawa mjadala kule bungeni, inatoka haitoki, na huku mtaani inatoka haitoki. Serikali hii dhalimu na katili, badala ya kusikiliza wananchi wanataka nini, matashi ya wananchi ni nini, wakatumia vyombo vya ulinzi na usalama, mpaka jeshi la wananchi likaingizwa, na watu wakauawa Mtwara kwa sababu ya gesi, na gesi ikachukuliwa kwa mtutu wa bunduki. Lakini mlionyesha nguvu yenu ya kukataa, nguvu ya kusini. Sasa kuna mradi mkubwa zaidi, mkubwa kuliko bomba la Songosongo la kutoka Lindi, mkubwa kuliko bomba la gesi ya kutoka Mtwara, hicho kinachoitwa ujenzi wa kiwanda cha kuchakata gesi, liquefied natural gas LNG, ambacho ni kiwanda sasa cha kuibadili gesi kutoka katika gesi inayopita kwenye mabomba kuwa gesi ya kimiminika, liquefied natural gas, gesi ya asili inayowekwa kama kimiminika, ili gesi iweze kuingizwa kwenye mitungi ya meli, mitungi ya magari na mitungi mingine, ili sasa gesi isinyonywe tu kwa mabomba peke yake, isafirishwe kwa malori, kwa meli, kwa mitungi, kupelekwa nje ya nchi kwa wingi. Utajiri huo wa gesi uliopo hapo na huo mradi peke yake tu, hata ukiweka pembeni korosho, ufuta, mbaazi, ungeweza kufanya nchi hii, sio tu Tanzania, lakini zaidi eneo lenu hili la kusini, Lindi, Mtwara, kuwa tajiri kweli kweli. Mna nguvu kubwa sana ya kiuchumi, kubwa sana, na nguvu yenu inaenda mbele. Ruvuma, makaa ya mawe, ndio maana mnaona kila wakati malori yanapita, Mighty Logistics, Mighty Logistics, Mighty Logistics, yamejaa makaa ya mawe. Nguvu na utajiri wa kusini unaondoka. Kule mbugani Selous, sio tu kuna nguvu ya utajiri wa wanyama na utalii uliolala. Ndani ya mbuga ya Selous kuna madini ya uranium yanayozalisha nyuklia, yanayotengeneza umeme. Kule kuna kampuni ya Kiurusi kule ina interest pale. Ndio maana mmeona Samia akakimbilia Urusi, anatafuta kinga baada ya kusababisha umwagaji damu. Mataifa ya magharibi yamemwambia hapana. Kule Umoja wa Ulaya, Marekani wanamwambia hapana, haki za binadamu, demokrasia, haki za watu, uchaguzi wa haki. Sasa ameamua kwenda Urusi kule, wanaotamani urani ya Selous pale, akifikiri kwamba Urusi wale ni taifa ambalo wakati wa Mwalimu Nyerere Urusi ilikuwa nchi ya ujamaa wenye kujali watu. Baadaye Urusi imegeuka kuwa kigenge cha watu wachache, wanaita oligarch, yani watu wachache wanashikilia utawala wa nchi, alafu wanadhibiti kwa vyombo vya usalama, vyombo vya kijeshi na maharamia. Ndio wale wanaitwa mercenaries, Wagner na wengine, unasikia wanapiganisha vita Afrika Magharibi. Sasa Samia amekwenda kujifunza, baada ya mauaji amekwenda kujifunza zaidi. Sijui kama tunaelewana Peoples. Sasa nyinyi kusini mna nguvu kubwa sana, na nguvu yenu ni nguvu ya umma. Kwa hiyo nikisema nguvu ya kusini, mnasema nguvu ya umma. Nguvu ya kusini, hebu kunja ngumi kama unaamini kusini mna nguvu. Mna nguvu, mna nguvu. Nguvu ya kusini, nguvu ya kusini, nguvu ya kusini.
Sasa tumekuja kusini ili kuunganisha nguvu na nyinyi, ili muunganishe nguvu na kanda nyingine Tanzania, ili Watanzania kwa umoja wetu tuunganishe nguvu dhidi ya watu wachache wanaotudharau, wanaotupuuza, wanaotuuza na wanaotuua, ili tujitetee, wasiendelee kutuuza, wasiendelee kutupuuza, wasiendelee kutuua. Ndio tumekuja. Na tumekuja kwenu, tuna ajenda mbili: katiba mpya, free Tundu Lissu. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Lakini safari yetu hii ni ndefu. Tuna safari tukitoka hapa, jana tulikuwa na Chingwea. Leo tuko hapa Mtama na asubuhi tulianzia Ndanda. Tutaenda kesho, tutakuwa Songea. Bado tutaenda Nyasa, mikoa, majimbo maeneo mbalimbali. Tuna safari ndefu, tutaenda mpaka magharibi huko, tutafika mpaka Kigoma mwisho wa reli. Tutaendelea kuzunguka nchi nzima kuunganisha nguvu ya umma. Wenzenu huko tulipotoka wametuchangia kutuwezesha kufika hapa kwenu Masasi. Nyinyi wa Masasi mna wajibu sio tu wa kutusikiliza, kwa sababu tumetumia gharama za wengine waliochangia tone tone kufika hapa. Mna wajibu wa kutuchangia tone tone tufike Songea mjini, na Songea mjini nao watuchangie tone tone tuelekee kwingine. Kwa kabla sijaambiwa muda wangu umemalizika, nataka kuwaomba kwamba wakati naendelea kuhutubia, ukijisikia kuguswa kuchangia tone tone, wewe ulioko hapa au walioko nyumbani anayesikiliza live, au walioko huko pembeni anayesikilizia kutokea mbali, andika namba ya simu ifuatayo ya tone tone. Chukua simu yako, andika namba ya simu hii: 07 4 4 4 4 6 9 6 9. Andika tu Chadema tone tone au andika tone tone. Naulia tena: 07 4 4 44 69 69. Na nikuombe ili usisahau, hapo hapo unapoendelea na mkutano, dondosha tone tone. Yale matone mengine hapa taslimu yale itakuwa baadaye makamu mwenyekiti John Heche atakapokuja kuzungumza, lakini mmoja ameshaleta buku mbili yake ya tone tone. Ninaomba wengine msilete sasa, mtaleta baadaye. Sasa hivi nataka zile za simu zile. Peoples, kwa nakushukuru ulileta tone la shilingi 2000. Ubarikiwe sana. Wengine jiandaeni, lakini kwa simu naomba matone yaendelee kudondoka. Tone ndio inafanya bahari. Tone ndio inafanya mvua. Nguvu yako kidogo inaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye mabadiliko. Tone tone. Lakini niwatajie na namba nyingine ya pili. Hii namba ni kwako wewe ambaye una WhatsApp. Hii namba ukiandika, ukichati tu na hii namba, ukaandika tone tone au ukaandika Nimo au hata ukaandika Chadema, inakujibu, inakueleza utaratibu wa kama unataka ujiunge katika mfumo wa kuchangia moja kwa moja chama, ili isilazimike kutuma kwa M-Pesa, ukatwe tu kama kwa wiki au kwa mwezi kwa kiwango utakachoamua. Basi una chat pale, au unauliza utaratibu wa kupata kadi za kidijitali au mambo mengine, unachati nayo mpaka inakufikisha pale ambapo unataka kufika, au kama unataka ufafanuzi kiteknolojia, kidijitali, tunaendesha mapambano. Kwa naomba hii nayo niitaje.
Kwa hiyo unaweza ukaandika tu WhatsApp Chadema au ukaandika tu Chadema. Kwa kadri utakavyoandika utajua hii ni tofauti na ile ya mwanzo ya M-Pesa ya kuchangia tone tone. Hii ni kwa ajili ya kuchat. Au unaweza kaandika chati na Chadema. Vyovyote vile unaweza kuisave. Naomba niitaje hii namba. 0793008292. Narudia tena. Namba 0793008292. Unaisave kwenye simu yako, alafu wakati wote unaweza ukachati nayo. Ndugu zangu, tumekuja kwa ajili ya ajenda mbili. Katiba mpya, free Tundu Lissu. Juzi kabla sijaanza safari ya kuja huku kwenye Nguvu ya Kusini, nilifanya mkutano na waandishi wa habari pale makao makuu ya chama. Na tukaitangaza kamati ya mchakato wa katiba ya Chadema ya kuandaa kwa niaba ya chama kuleta mapendekezo kwa kamati kuu namna ya mkakati wa kukwamua kuendeleza kukamilisha mchakato wa katiba, kutengeneza rasimu ya mswada wa wananchi juu ya namna ya kukwamua na kuendeleza mchakato wa katiba, na kutengeneza ratiba ya mchakato huo ili katiba mpya mchakato uanze sasa na kwa vyovyote vile ukamilike kabla ya mwaka 2027, na kuja na mapendekezo juu ya chombo huru cha kusimamia kura ya maoni ya katiba mpya mpaka wananchi mpige kura ya kuiunga mkono, ya kuisimika, ya kuifanya katiba sasa iwe na uhalali wa kutumika kwa ridhaa ya kila mwananchi kupitia kura ya maoni. Kwa hiyo niunda ile kamati, na nikaulizwa baadhi ya maswali na waandishi wa habari, nikayajibu, na nikataka kauli ya serikali, pamoja na kuwa tunajua ni serikali isiyokuwa na uhalali, lakini kwa kuwa wamejisimika madarakani kwa mtutu wa bunduki, wana wajibu wa kutoa majibu. Kwa hiyo nikataka waseme kwa nini katika bajeti inayojadiliwa bungeni Dodoma, kwenye hilo bunge haramu batili iliyotokana na uchaguzi haramu batili, kwa nini katika bajeti hakuna bajeti ya katiba mpya, na ni lini katika hii bunge linaloendelea la bajeti wataingiza bajeti ya katiba mpya. Nikataka majibu ya waziri wa fedha, nikataka majibu ya waziri wa katiba na sheria. Sasa jana waziri wa katiba na sheria wamejibu wawili, lakini huyo mwingine msemaji wa CCM wa umoja wa wazazi wa CCM alisema unajua katiba mpya ni jambo la wananchi, sio la Chadema. Kwa nini Chadema imeunda kamati kwa ajili hiyo? Huyo bwana Ali Hapi sitatumia muda mrefu sana kumjibu, sababu nilishamjibu lile jambo lake moja lile, na nasubiri aseme tena kama atarudi tena ili tuseme na mengine zaidi, kwamba yeye ni katibu wa jumuiya ya wazazi ya CCM, alafu anazungumzia kuhusu mali, alafu kule kwenye jumuiya anayoongoza kule wao wamenyang'anyana na kuuza shule za jumuiya ya wazazi ya CCM, na kuna mzozo mkubwa kule ndani yake. Alafu anazungumzia kuhusu fedha mali. Mimi nikawa nasema tu nikasema, lakini nataka kuwaambia vile vile wana CCM wa hapa Masasi, muitake CCM iweke hadharani ile ripoti ya ukaguzi wa mali za CCM. Yaani CCM wanaibia nchi mpaka wanaibiana wao kwa wao. Sasa Magufuli alipokuwa wakati ule mwenyekiti wa CCM, akaba Mwenyezi Mungu hajamtoa, aliunda kamati ya kukagua mali za CCM.
ile ilikuwa inaongozwa na Bashiru sio na nini, wakazunguka kwa kukusanya taarifa, wakagundua madudu mengi sana ya CCM kuibiana wao kwa wao. Kwa mpaka wakaifanya ile ripoti kuwa siri. Sasa kama wanataka kuzungumza mambo, waiweke ile ripoti yao hadharani. Ndani mule utakuta mambo ya ajabu sana. Hii kampuni ya Vodacom hii, ina kampuni tanzu kule Afrika Kusini. Alafu kule Afrika Kusini, chama cha ANC cha Afrika Kusini kilitaka kuipa zawadi CCM ya hisa kwa kile kinachoitwa namna Tanzania ilivyopigania uhuru wa Afrika Kusini. Kwa wakaamua kupeana huko nyuma ya pazia kinyemela hisa kwenye kampuni ya simu. Alafu wakazidiana wenyewe huko mpaka hizo hisa haziko tena kwa CCM. Hapo wana CCM hawajui. Alafu kuna kampuni nyingine tena ya simu, na yenyewe ili kuja Tanzania, lakini ikapewa masharti ili ipewe leseni, inabidi itoe hisa kwa CCM. Yaani CCM wana madili mengi ya ajabu sana. Yaani kwa heshima ya muda nisiende zaidi. Yaani hata katika hii biashara ya makaa ya mawe Ruvuma, CCM napo wana maslahi. Kuna kampuni yao inaitwa huko Jitegemee, na yenyewe iko kwenye biashara huko ya makaa hivi. Jana moja, katiba mpya ni swala linalopaswa kuletwa na serikali. Pili, amesema anayeweza kuleta katiba mpya ni Rais Samia kwa kadiri ya waziri, na amesema rais aliahidi Novemba kwenye bunge kwamba ataendeleza mchakato wa katiba. Alafu akasema rais kwa sababu anataka katiba mpya, tume ya Chande aliyoiunda imependekeza mchakato wa katiba uendelee. Alafu sasa akajichanganya. Akasema kile nilichokisema Dar es Salaam, kwamba katika macho ya Samia Suluhu Hassan na katika akili za Samia Suluhu Hassan, mchakato wa katiba Tanzania, ili katiba mpya ipatikane, zinapaswa zipitie hatua 4 za kwanza kabla ya hatua nyingine yoyote. Samia anasema kwanza kuunda tume ya uchunguzi wa vurugu, ndio hiyo tume ya Chande. Kwa tume ya kwanza ambayo imechukua muda alafu haijaja na majibu kamili. Kwa hiyo tume ya kwanza. Alafu anasema baada ya tume hiyo inaundwa, na ameiunda tume ya pili ya kuchunguza masuala ya jinai kuhusu vurugu za Oktoba 29 na kuendelea. Ndio hiyo tume ya jaji wa rufaa Lila. Alafu anasema hiyo tume ya kijinai ambayo hamjui itamaliza kazi lini, inabidi tuisubiri kwanza imalize. Alafu ikimaliza aunde tume nyingine ya maridhiano katika nchi. Maridhiano. Na yenyewe hatujui itaanza lini, itaendelea mpaka lini. Alafu ikimaliza hiyo tume ya maridhiano, ndio aunde tume nyingine ya 4, tume ya katiba mpya, ambayo na yenyewe haijulikani inaanza lini na inaisha lini. Ndio maana kwa sababu ya hizo hatua 4 na kwa sababu hawana dhamira kabisa ya katiba mpya, ndio maana Chande, jaji kwenye ripoti ya Chande, na Samia hotuba yake ya kupokea ripoti ya Chande, wote wakasema katiba mpya ni mpaka mwaka 2028. Sasa kwa huu mtiririko wa tume 4 itafika hata 2028 hii michakato ya hizi tume namba 1, tume namba 2, tume namba 3, tume namba 4 haijaisha. Ikifika 2028, 29 ikija, wanasema unajua uchaguzi umeshafika wa serikali za vitaa, vijiji na vitongoji. Kwa tuachane na mambo ya katiba kwa muda, tufanye uchaguzi wa vijiji na vitongoji kwa katiba hii, kwa sheria hizi ili waendelee kuengua wagombea. Alafu wakishamaliza uchaguzi wa 2029, watasema unajua muda umebaki kidogo kuelekea uchaguzi wa 2030. Kwa hebu tumalizie na uchaguzi wa 2030 kwa katiba hii na sheria hizi. Alafu katiba mpya msubiri mpaka mwaka 2031 au huko mbele. Mko tayari kwa hilo? Mko tayari kwa hilo?
Wangapi hamko tayari? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Hamko tayari kusubiri? Semeni hatuko tayari kusubiri. Hatuko tayari kusubiri. Sasa nataka nimkumbushe Samia Suluhu Hassan, wakati wa kampeni, kabla ya mauaji ya vyombo vya dola, Samia alisema kwenye kampeni, ndani ya siku 100 toka aingie Ikulu, mchakato wa katiba utakuwa umeanza. Toka aingie Novemba, huu ni mwezi wa 6. Siku 100 zimepita, zikapita na 100 nyingine, zikaendelea na nyingine, si ndio? Sasa tunataka Samia mwenyewe ajitokeze, yeye mwenyewe. Waziri wa Katiba na Sheria, hili limeshavuka uwezo wake. Sababu amemsingizia Samia ajitokeze. Aseme ni kwa nini ndani ya siku 100 mchakato wa katiba mpya haujaanza? Lini mchakato wa katiba mpya unaanza? Bajeti ili ingie bungeni lazima ipite kwenye baraza la mawaziri. Ni kwa nini aliruhusu na baraza lake bajeti bungeni bila bajeti ya katiba mpya? Sisi Chadema tumesema kwa sababu hao wanadanganya umma, wanachelewesha makusudi, sisi tutaongoza Watanzania kutengeneza mchakato wa katiba wa wananchi. Kuanzia sasa tuanze kuendelea na katiba mpaka kieleweke. Peoples! Kwa nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Mimi nimalize na kioja kidogo tu kwa sababu muda ushaniishia. Tazungumza tena wakati mwingine. Kioja. Sio hoja kubwa, hii kioja. Kioja nilichokikuta toka nimeanza Lindi mpaka na Chingwea mpaka hapa, ni kwamba kila mahali barabarani huko bayani kwingi kuna mabango ya kampeni ya Samia Suluhu Hassan ya uchaguzi. Yanasema chagua Samia Suluhu Hassan, si ndio? Sasa nataka kwanza halmashauri ya Masasi, yale mabango kuna sheria ya kodi na tozo kwa mabango ikiwemo ya kampeni, waliitunga wenyewe. Sasa halmashauri ya Masasi iseme, na halmashauri nyingine zote zenye mabango ziseme CCM na Samia wamelipa kiasi gani za mabango mpaka sasa, kwa mabango hayo kuwepo mpaka leo, toka mauaji ya Oktoba mpaka leo mabango yapo, si ndio? Alafu watuonyeshe hizo hela ziko wapi, kwa sababu tunawadai CCM hela, si ndio? Lakini pili, msajili wa vyama vya siasa aiandikie barua CCM ya kujieleza ni kwa nini inaendelea na kampeni ya uchaguzi wakati hakuna uchaguzi hivi sasa. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, karibu sana uzungumze na Watanzania. Hapa mwenyekiti Heche akija, makamu mwenyekiti ndio atabaki nayo na ataongoza baadaye zoezi la tone tone hapa. Asanteni sana.